Serikali imetoa maagizo matano kwa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha ufanisi wa taasisi wanazoziongoza. Maagizo hayo yaliyotolewa wilayani Kibaha mkoani Pwani katika mkutano wa wakurugenzi wa bodi za kampuni hizo yanahusisha umuhimu wa kukumbatia mageuzi ya kidijitali, kuimarisha utawala bora, uwajibikaji, uwazi na uongozi unaozingatia maadili. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesisitiza kuwa ni lazima kuwe na mikakati madhubuti ya kuongeza faida, kushirikiana na sekta binafsi na kuoanisha mikakati ya kibiashara na vipaumbele vya kiuchumi vya taifa. Nimewapongeza na kuwashukuru kwa mchango mkubwa ambao wanatoa hasa kwenye swala zima la gawio, ambapo mwaka 2023-2024 umeweza kuchangia zaidi ya shilingi bilioni 159. Ni mchango mkubwa katika gawio lote la serikali ambao tunatoka kwenye makampuni mbalimbali. Kampuni hizi zinachangia karibu 32%. Kwa ni mchango mkubwa, lakini nimetoa wito kwamba katika zile kampuni ambazo hazijaanza kuchangia, nadhani waweza kuchangia tupate gawio la serikali. Jambo la pili muhimu ambalo nimesisitiza ni kwamba makampuni yetu haya ni muhimu sasa yaingie katika ushindani katika bara letu la Afrika na duniani. Tungetamani na kuona kwamba miaka 5-10 ijayo makampuni yetu haya yaweze kuwa miongoni mwa makampuni makubwa duniani, yaweze kushindana sio tu hapa Tanzania lakini katika ukanda wetu wa Afrika na duniani kwa ujumla. Na jambo la tatu muhimu ni kwamba nimewaeleza umuhimu wa kuhakikisha kwamba mipango yao yote inaendana na mipango ya maendeleo ya serikali, kwa sababu utendaji wao wa kazi na mambo yao yote wanapaswa kutoa mchango katika ile direction ya nchi inapokwenda katika mipango yetu ya uchumi. Kwa hiyo otherwise tunategemea, na nimesisitiza kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi kuweza kushamiri, na kwamba serikali itajihusisha zile shughuli ambazo kwa kweli zinapaswa kufanya na serikali ili sekta binafsi katika nchi yetu iendelee kustawi na kuchukua nafasi yake katika maendeleo. Taasisi hizi serikali ina uwekezaji wa trilioni 2.8 ambao ni uwekezaji mkubwa sana, lakini zimeendelea pia kutupa gawio. Mfano tukiangalia mwaka jana tulipata bilioni 195 kutoka bilioni kama 58 miaka 4 iliyopita. Huu ni ongezeko la 230 na zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba huu ni mchango mkubwa ambao umeendelea kukua kwa wastani wa 50% kila mwaka. Lakini tunaamini kwamba kwa uwekezaji wa trilioni 2.8 tunaweza kupata michango mikubwa zaidi ya igawio, linaweza likapatikana kubwa zaidi ya hili, na ndio maana tuko hapa mahali hapa ili kujadiliana, kuangalia namna gani nini kifanyike, lakini matumizi ya teknolojia kama tulivyoona thimu yetu ya mkutano huu, namna gani inaweza kutusaidia kuendelea kuchakata kuhakikisha kwamba tunapata mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Na kuhusu mwongozo ambao tumeuzindua leo, ni mwongozo wa bodi. Huwezi ukamtuma mtu kufanya kitu kama humpi mwongozo, maana utakuwa unategemea A alafu atakuwa anaenda B. Kwa hiyo mwongozo huu umeonyesha ni vitu gani wanatakiwa wafanye, kwa maana kwamba nimekutuma kwenye bodi ufanye kitu gani na kwa namna gani kwa ajili ya kulinda maslahi mapana ya nchi. Kwa hiyo umeelezea kwamba ni vitu gani wanatakiwa wafanye, namna gani aandike ripoti, uchambuzi wake ufanyike namna gani, na ni wakati gani awasiliane na serikali, lakini mchango wake katika bodi ile. Maamuzi yanafanyika ndani ya bodi. Usipoenda kwenye vile vikao, maamuzi yatafanyika alafu yatatuacha sisi bado tuko nyuma. Kwa hiyo ni mwongozo ambao uko mahususi, umeshiba na umeelezea step by step ya namna gani watafanya majukumu yao katika bodi ile. Asante. Performance ambayo mnaona kwa hizo taasisi? Tuna project kwamba kwa sasa hivi kwa mfano mchango wa taasisi hizi katika bajeti ya taifa ni 3%. Tumeproject ndani ya miaka 5 mpaka 10 ijayo tufanye 10% ya bajeti, kwa sababu tunaamini inawezekana. Uwekezaji wa trilioni 86 sio mdogo. Kwa hiyo kutoka 3% iliyopo sasa hivi kwa miaka 5 ijayo tuweze kuchangia 10%. Tumefanya hesabu, tumeshaangalia maeneo gani ya kugusa zaidi ili tuweze kuchangia zaidi katika bajeti ya nchi kama mojawapo ya chanzo cha mapato. Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X kwa jina la SATS Media, lakini pia usahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la SATS Media. Ulikuwa na Mijako Martin na nyuma ya kamera ni Emmanuel Paul.